Mimi kwa majina naitwa Michael Osimundi Mtela. Mimi ni mwenyekiti wa wafugaji kwa kijiji cha Lilongwe. Na miaka mpaka hivi sasa tangia nichaguliwe kwa mwenyekiti na miaka isiyopungua miaka 10 kuwa ni mwenyekiti wa wafugaji. Kwa hiyo kiujumla mimi ufugaji mpaka hivi leo na miaka zaidi ya miaka 15 najishughulisha na shughuli za ufugaji. Kwa hiyo ni mzoefu na kazi ya ufugaji. Josho lilikuwepo, ila majosho ya zamani, ujenzi wa zamani na wa sasa ni vitu tofauti. Zamani master plan, yani namna ya ujenzi wa lile josho, sehemu walio plan kujenga, walijenga sehemu ambayo ilikuwa sio rafiki. Ni walijenga sehemu ambayo iko jirani na chemchem. Josho lile chemchem ilipanda mpaka kufika mahala josho lile halifaa. Kwa hiyo ilivyoharibika lile josho, lilivyokuwa limeingia na chanzo cha maji, tukasitisha kuogesha. Tumeenda kwa muda mrefu, ng'ombe wakawa wanapata shida, tunaogesha kutumia bomba ya mkono, ng'ombe wanapofuka macho. Kufika macho tukawasiliana na afisa mfugo wa kata kwamba tunatamani kuwa na josho, lakini uwezo huo sisi hatuna. Tukashauriana, wazoleni mimi nitafanyaje? Nitalishughulikia. Tumeenda, mwisho wa siku atuletea taarifa kwamba ombi lenu limefanyaje? Limekubaliwa na nyinyi Lilongwe ni mmoja wapo. Baada ya kufanya vile, kwamba sawa, siku tukaleta taarifa kwamba mnatakiwa kufanya shughuli zifuatazo. Mradi umepatikana. Serikali imetoa milioni 18. Masharti ni kwamba nyinyi kuna vitu mnatakiwa mvifanye, muonyeshe mwongozo kwamba mnahitaji josho. Kinyume na hapo, na maana mtu anaweza kuwaletea fedha wakati nyinyi hamtaki kuunga mkono, na maana hadi zile fedha mnaweza serikali ikawa imepoteza. Basi tukasema sawa, tukaitisha kikao, kukaa na serikali ya kijiji, tukaweka mikakati. Tuliambiwa sisi tuchimbe mawe, tuchimbe shimo. Baada ya hapo shughuli zingine kwa kazi ya serikali. Kweli tukakaa vikao, tukashirikiana na serikali ya kijiji, tukaandaa mawe, tukaja tukachimba shimo, tukaleta vipimo, tukachimba shimo, vifaa vikaja, tukaendelea. Kiujumla kwa wafugaji wote, sababu kutoka kuogesha kwa bomba ya mkono mpaka kufika hivi sasa, japo mapokeo ya mtu tofauti kabla josho kuwepo yalikuwa mapokeo ya utofauti kidogo, kwamba jambo hili linaweza kawa likatekelezeka au zikawa ni siasa. Lakini mwisho wa siku kutiana moyo, tukaanza zile shughuli. Kila mfugaji kwa mtu mmoja mmoja, kila mmoja anafurahi kwamba hatukutegemea kitu hiki kinaweza kupatikana kwetu kwa ubora wa design, kwa sababu majosho ya mwanzo yalikuwa hayana uzio kama huu. Kwa tunaweka tu miti kisha tunaendelea. Lakini kila mmoja baada ya josho kukamilika, mfugaji mmoja mmoja alikuja kufurahi kwamba ng'ombe wanaoga vizuri, uzio umekaa vizuri, sio leo kwenda sio kufanyaje, sio kwenda kutengeneza sio zizi, sio kufanya nini. Hiyo sasa hivi haipo. Kwa hiyo mapokeo ya josho kutoka serikalini kwa mtu mmoja mmoja, kila mmoja anafurahi, kwa sababu ndio maoni ya wafugaji jinsi yalivyo. Tuzukia dawa baada ya josho kukamilika, tuzukia dawa tulipata chupa 10 kama mtaji wa kuanzia. Tumeendelea kuogesha ile dawa, tumechangishana sisi wenyewe, kwa sababu kila tunapoogesha tunachangishana, ili kwamba dawa ikiweza kuisha tuweze kununua dawa nyingine. Na hata hivi sasa kuna dawa ambayo tunaanza kutumia hivi leo, nayo ni ruzuku pia. Tumepata taarifa na afisa mfugo wiki iliyopita lile kwamba hebu leteni takwimu ya uogeshaji wenu, kisha kuna dawa inakuja. Kweli tukatengeneza takwimu ile, tukampelekea, haitwa katibu wetu, mhasibu wetu, wakaenda kubeba dawa, imefika na tunaanza kuitumia hivi leo. Wastani hapa tu sisi kwa siku, kama watu wanakuwa hawajatimwa na majukumu yao, kwa siku tunaogesha ng'ombe 400 kwa siku hiyo moja. Kama watu wanakuwa wametingwa na shughuli, sababu kuna matatizo mbalimbali ya mtu binafsi. Mtu mwingine anaweza kuwa amepatiwa na msiba, amesafiri, kwa hiyo anaweza kashindwa kufika joshoni kwa sababu ya tatizo lililomkuta lisilozuilika. Kwa hiyo inapelekea kwamba
unaweza kuogesha labda ng'ombe 200, 150, lakini mathalan ni kama watu tumefika tumeogesha wote, ni kama kila mmoja amekuwa yuko free, ng'ombe 400 watu tunaogesha kwa siku. Ila isipokuwa changamoto iliyopo ni kwamba hivi, unajua siku hadi siku hali ya hewa inavyozidi kubadilika, tunaweza kuona malisho yanakuwa sio mengi sana, japo eneo ni kubwa, lakini kiujumla kulingana na wingi wa ng'ombe na eneo lilotengwa ni uwiano ambao uko sahihi. Ila isipokuwa changamoto iliyopo ni kwamba majani yenyewe sasa, kwamba kuistahimili mpaka kufika mahala ili waweze kutosheleza ng'ombe ndio kidogo inakuwa ni shida. Kwa hiyo hii sasa ni hali ya hewa sasa, sio kwamba labda eneo ni dogo au vipi, hapana. Faida ya kuogesha ng'ombe joshoni, yani kati ya yule asiyeogesha na anayeogesha, kuna faida kwa yule anayeogesha, kwa sababu kwa mfano hapo awali tulikuwa tuna changamoto sisi hapa baada ya josho, kabla ya josho kuwepo, tulikuwa na changamoto, ng'ombe walikuwa na asili ya ukurutu. Yani ukurutu ni ile minyoo ambayo ya kwenye ngozi. Sasa ng'ombe walivyoanza tu kuoga, sisi dalili ile ilikoma. Pia hawa ndama wanaokuwa wanazaliwa wadogo hapo, kabla hatujaanza kuogesha, kabla hatujapata josho, ndama walikuwa wanakufa sana. Hata ukampiga, kuna minyoo mingine tukapiga sindano, ng'ombe hawezi kusikia dawa, lakini baada ya kuanza kuogesha, ukimpiga sindano kaja ukamuogesha, ndama anaenda vizuri. Kwa hiyo kwa asilimia kubwa baada ya kuanza kuogesha, tayari mimi mwenyewe kwenye upande wangu wa ufugaji wangu, mimi mwenyewe kama mfugaji, kama ndama anakufa, anakuwa amekufa kwa sababu ya nyingine tofauti, labda nimefanya uzembe katumbukia kwenye shimo, lakini si kufa kwa magonjwa ya ovyo kama hapo. Kwa niaba ya wafugaji wote, mimi nipende tu kushukuru kwamba kutoka hapo nyuma na hivi sasa serikali imetutambua kwamba Ilombo kuna uwekezaji, wafugaji wapo, na ndio maana walifika mahali tuletea pesa. Kwa hiyo binafsi sisi tuishukuru serikali kwamba na sisi kwa upande wetu, japo tuko pembezoni, tuseme tuko kijijini, lakini serikali imetufikia. Kwa jina naitwa Menas Petro Mwenda, ni mkazi wa kijiji cha Ilombo, pia ni mfugaji. Mimi kwa jumla nina ng'ombe 16 zilizopo, lakini kwa ujumla tushukuru serikali yetu kutuletea hili josho. Maana mara kwanza tulikuwa na josho ambalo lilikuwa limeharibika, tukapata tabu sana. Toka mimi nilikuwa na ng'ombe 30, wakawa wameanza kupungua toka lilipoharibika hilo josho. Baada ya hapo limefika hili josho, ndio nimeanza tena kufufua vizuri, angalau nina ng'ombe hizo ndio 16. Lakini kwa ujumla tuseme kutoka tupate hili josho, kwa mimi binafsi na wenzangu wafugaji tumefurahishwa sana na serikali yetu ya Tanzania, kwa sababu imetukumbuka kwa haya majosho. Maana tulikuwa tunatumia mabomba yale ya kubeba mgongoni, na hayo yalikuwa yanatuathiri. Dawa ile wakati mwingine inatuumiza sisi wenyewe, hewa na nini, lakini saa hizi tunatumia josho, tunaona ni nafuu. Maoni yangu ni kwamba hivi, wafugaji tuwe makini tunapopewa chombo kama hiki. Kwanza kukilinda, pili tuwe tunaleta mifugo yetu ioge. Tusiache mifugo mingine leo labda kubadilisha hii hapa ije, mingine isije, alafu kesho unasema mimi wale ng'ombe labda wamekufa, kumbe ni uongo. Lakini mwenyekiti wetu wa josho hayo yote ameyathibiti. Naitwa Dr. Godfrey Kongo, ni daktari wa mifugo wa halmashauri ya mji wa Njombe. Kwa hapa tuko kata ya Kifanya katika kijiji cha Mikongo, na hili ni moja ya josho ambalo limejengwa kwa ushirikiano wa halmashauri, serikali kuu pamoja na wafugaji. Kwa maana fedha kutoka serikali kuu, halmashauri sisi kama ni wasimamizi, lakini pia wafugaji wao kazi yao ilikuwa kubwa ni kuchangia nguvu kazi kupitia serikali za vijiji pamoja kwa kufanya maendeleo. Kwa nini mchango wa hili josho? Hili josho lilijengwa baada ya kupata changamoto mbalimbali. Kwanza hawa wafugaji walikuwa na shida nyingi kwa sababu eneo la machungio wanalo, lakini miundombinu kwa maana ya kusaidia kuzuia magonjwa walikuwa hawana. Sababu kuzuia magonjwa kwa namna zisizokuwa kama sio mbili. Kuna kwa njia ya chanjo,
njia ya uogeshaji pamoja na utunzaji bora wa mifugo yao. Hizo zote njia zinasaidia kupunguza au kuzuia magonjwa. Hivyo basi, baada ya hapo serikali ya kijiji kwa kupitia kata kwamba waliibua huu mradi. Baada ya kuibua huu mradi kufika ngazi ya halmashauri, kilichofanyika kupitia ofisi ya mkurugenzi ni pamoja na kuandika andiko kwa maana ya kuwaomba wenzetu wizara waweze kutusaidia fedha, ambalo hili josho kwa ujumla limegharimu milioni 18. Kwa baada ya hapo hizo fedha kutolewa kwa ushirikiano pia vile na wafugaji, uongozi wa wafugaji pamoja na wafugaji wenyewe, kwamba tukaelezana uhalisia nini kazi iende mpaka tukafika kwenye hatua ya ujenzi wa hili josho. Kwa hiyo baada ya kuisha hili josho sasa, wafugaji wakapewa utaratibu wa namna ya kulitunza, namna ya kulitumia hili josho. Matumizi yake ni kama yapi? Cha kwanza lazima uwe na kamati ya kuendesha josho. Cha pili, ile kamati inahusisha uongozi, maana mwenyekiti, katibu, mwenyekiti, makamu mwenyekiti, katibu, mhasibu pamoja na wajumbe. Lakini pia kwenye hiyo kamati pia lazima wawe na account, kwa maana fedha wanayokusanya hapa lazima waweke kwenye account, aidha SACCOS au la account za yoyote ile ambayo inayotambulika na serikali. Lengo la account kwamba ile fedha wanayokusanya kwa wafugaji wanayochangia wakati wanaoogesha iweze pia kusaidia ukarabati na matumizi mengineyo. Kwa mfano, ikitokea siku serikali labda hizi dawa za ruzuku zimesitishwa, basi wao josho liweze kujiendesha. Lakini pia kazi ya hiyo kamati, kazi nyingine pia ni kuhamasisha, kukaa vikao mbalimbali vya kuhamasishana hawa wafugaji, kwa maana ili waweze kuogesha hawa wanyama na kuweza kusimamia zile taratibu, kanuni na sheria, kwa maana ya kuweza kuogesha wanyama ili kuweza kuzuia yale magonjwa, kwa sababu mtu mmoja asipoogesha moja kwa moja atasababisha wanyama wengine waweze kupata magonjwa hata kama wameoga. Hasa kazi nyingine ya hiyo kamati ni kwamba kutunza muundombinu. Muundombinu huu unahitaji kutunzwa na kulindwa. Kwa hiyo kamati zile ni kazi yako, ukiona kitu lolote kwamba wasaidiane na serikali ya kijiji iweze kufanya. Sasa faida hili josho. Hapo awali ili kwamba magonjwa kwa mfano ya kupe yalikuwa ni changamoto, kwa mfano vifo vya ndama vilikuwa na kiwango kikubwa, lakini tangu aanze kuogesha vifo hivyo vya ndama na magonjwa vimepungua kwa asilimia zaidi ya 90. Lakini tunatarajia zitafika mpaka 100% kwa sababu bado kwanza ndo kazi imeanza. Hivyo basi kupitia hili josho pia limesaidia kwa maana ya kupunguza magonjwa ya ngozi. Kwa mfano tunakuwa tuna ng'ombe mmoja hapa, kwamba kwa ushuhuda uliopo kwamba huyo ng'ombe kilichotokea kwamba alikuwa na shida ya ugonjwa wa ile ni mange au fungus ya ngozi na alibabuka, lakini baada ya kuanza kuogesha basi josho limesaidia hawa wanyama wa mfumo huo wote na shida ya magonjwa ya ngozi kupungua. Lakini pia kuimarisha afya ya hawa wanyama, kwa sababu mnyama usumbufu hawa wadudu kwa mfano kupe, inzi na wadudu wengineo unasababisha mnyama akose afya na muda mwingi anakuwa anasumbuliwa na wadudu. Kwa hiyo inasaidia pia kuongeza afya za hawa wanyama na kuwa bora na kuzaliana zaidi. Lakini kingine zaidi kizuri kwamba ndama, vifo vya ndama vimepungua. Kwa hiyo na maana tunatarajia ongezeko la ng'ombe mara 2 zaidi ya hao tuliokuwa nao. Kwa hiyo sisi tutakavyorudi kwenda tutakuwa nao. Sasa nini kingine kilichopo kwenye hili josho? Kupitia hili josho pia tunasaidiana kuibua baadhi ya changamoto, kwa sababu pia kama halmashauri kwa kushirikiana na wataalamu wetu wa kata kwamba huwa tunatembeleana kwa maana ya kujua kazi wanazozifanya, usimamizi wao kwenye haya majosho. Kwa kuna changamoto tunazoibua. Moja changamoto ambayo wafugaji wanaibua kwamba hapa pia bado kuna ng'ombe ambao koo zake bado zina kama ni zile za kizamani, kama za asili. Hasa tunahitaji pia kukaa kwa pamoja kuona namna bora sasa ya kuleta namna bora ya kushirikiana nao, kuwaunganisha na wafugaji wengine wale wenye madume bora, mfano ng'ombe wa borani, ili tuje tupate mahafkast ambao ng'ombe wenye tija zaidi kuliko hao tuliokuwa nao. Lakini jambo lingine kwamba kupitia hivyo pia kwamba kupitia usimamizi huo tunasaidiana pia kutatua changamoto nyinginezo, kwa mfano ya kulinda maeneo yetu. Hizo ni moja ya vitu ambavyo tunashirikiana nao na kuweza kuendeleza josho. Kwa kifupi niseme hivyo, nishukuru serikali kwa maana ya kuweza kutupatia halmashauri serikali kuu kwa maana ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi kuweza kuleta hizo fedha milioni 18 kwa ajili ya ujenzi wa hili josho kupitia halmashauri yetu. Kwa hiyo wametusaidia sepa kubwa sana kwa maana ya kuzuia haya magonjwa, na kuliko hawa wafugaji waongeza kuingiliwa gharama kubwa ya kutibu, kwa sababu tiba ina gharama zaidi kuliko kinga. Kwa hiyo nishukuru wizara kwa ujumla wake. Asante. Kwa majina naitwa Daniel Mbata. Mimi ni afisa mifugo kutoka halmashauri ya mji Njombe, lakini ni msimamizi wa kitengo cha malisho. Ni afisa malisho wa halmashauri. Hapa tulipo ni kata ya Kifanya. Tuko katika kijiji cha Lilombwi na tumekuja hapa kwa lengo la kuwatembelea wafugaji
lakini kushiriki kwenye shughuli hizi za uogeshaji. Kwa namna ya pekee tunashukuru serikali kwa kutuletea muundombinu huu wa uogeshaji, na sasa mipango ya baadaye ambayo tutakuwa kuendelea nayo baada ya kupata muundombinu wa uogeshaji, kazi iliyopo mbele yetu ni uboreshaji wa malisho. Machunga yetu kama mnavyoyaona yana vichaka vingi, yana nyasi ambazo sio bora. Kwa hiyo kazi iliyopo mbele yetu ni uboreshaji wa malisho. Kwa eneo hili la Kifanya tuna jumla ya ekari 24,881 kwa kata yote. Lakini kwa eneo hili la Lilombwi tuna hekta 6,000 ambazo zinatumika kwa ajili ya machunga. Lakini asilimia kubwa machunga yetu ni ya asili. Bado tunahitaji kuboresha haya malisho, na kuboresha, shughuli ya kwanza ni kupunguza vichaka, lakini shughuli ya pili tunahitaji kuwa pia na malisho bora ambayo tutayalima kitaalamu, na kwa sababu tuna maji hapa tutafanya umwagiliaji ili tuweze kuyashika maeneo haya vizuri na wafugaji waweze kuyatumia, mifugo isilandelande huku na kule, kipatikane chakula hapa hapa, yapatikane malisho hapa hapa, tuweze kufuga kwa tija zaidi. Kwa uzoefu, shughuli hii ya uendelezaji wa malisho kama halmashauri tulikuwa tukifanya sana kwenye ufugaji wa ndani kwa maana ya ng'ombe wa maziwa, lakini sasa tunataka twende mbele zaidi, tuingie tuboreshe malisho kwa ajili ya ng'ombe hawa wanyama. Na Njombe kama Njombe tuna changamoto hizi za udumavu na nini, kwa hiyo tunahitaji kuzalisha wanyama ili tuweze kuondokana na hili tatizo la udumavu, protini ziweze kupatikana kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo kilichobaki saa hizi ni sisi kama halmashauri kwa kushirikiana na wafugaji tutengeneze timu, tuanze mkakati huo wa uboreshaji wa malisho, na kazi hii ni nyepesi sababu kuondoa vichaka hivi ni sisi halmashauri kuelekeza huu mti ukatwe, na tutafanya kwa kushirikiana na wafugaji. Lakini tutakapokwenda sasa kwenye kulima malisho kama malisho, kulima kisasa, wafugaji watafanya maandalizi ya eneo, lakini sisi kama halmashauri itabidi tusaidie upande wa mbegu na utaalamu. Naitwa Mama Restituta Mlelo, ni mfugaji wa ng'ombe wa maziwa kutoka mtaa wa Runyani. Mradi huu ulianza mwaka 2000 kwa mpango wa Kopa Ng'ombe Lipa Ng'ombe kutoka HEFA chini ya halmashauri. Wakati ilikuwa halmashauri ya wilaya. Toka hapo nilipata ndama wa miezi 6, nikamfuga yule ndama mpaka mwaka 1 na miezi 8, nikampandisha. Mimba miezi 9 nikapata ndama wa kwanza. Bahati nzuri nikapata jike. Kwa hiyo nikalipa mkopo, na mkataba wetu ulikuwa kwamba unatoa ndama wawili. Ndama moja unampa jirani, ndama moja unarudisha kwenye mradi. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kama nilipata wa kwanza ndama jike, nikarudisha, nikampa jirani, nikapata ndama jike wa pili, nikarudisha kwenye mradi. Kwa hiyo nikawa na ng'ombe wa kwangu. Baada ya hapo, baada ya miaka 4 akazaa tena jike. Kwa hiyo alifululiza majike kama mara 6 nikipata majike. Kwa hiyo nikawa yule wa kwanza akawa anatoa mzao wa kwanza, akawa anatoa lita 7 asubuhi, jioni lita 6. Kwa hiyo nikaendelea na ule mradi kwa sababu ilikuwa ni mwanzo. Tunashukuru kwamba mtaalamu alitusaidia sana. Na ukizingatia kihistoria hatujawahi fuga ng'ombe hata wa kienyeji. Kwa hiyo mtaalamu alitusaidia, akatutia moyo, tukafanikiwa. Kutoka mwaka 2000 mpaka sasa 2024 kwamba nimezalisha ng'ombe wengi kwenye hili banda. Lakini ng'ombe wengine nimeuza. Ng'ombe 3 niligawa kwa wahitaji ambao walikuwa wanahitaji. Mama moja alikuwa ni mjane, alikuwa hana uwezo wa kununua ng'ombe na tayari mkataba kwa maisha, nikampa ng'ombe moja. Moja nilitoa asante kanisani, na moja nikampa wifi yangu, alikuwa anahitaji pia, nikampa kwamba na yeye imsaidie, kwa sababu mimi nilipewa bure nikatoa bure. Lakini namshukuru Mungu
kwamba mpaka sasa nilipofika, hawa ng'ombe uzalishaji wao kwamba ng'ombe mmoja anatoa lita 12 asubuhi, lita 10 jioni. Kwa hiyo ng'ombe mmoja lita 22. Kwa sasa hivi kwa siku kiwandani napeleka lita 86-87 ambayo nayapeleka kwa siku kiwandani. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kwa mwezi ni fedha nyingi. Kutokana na hicho kipato, nimenunua mashamba, nimenunua eka 8 ambazo eka 3 nimepanda malisho ya ng'ombe na eka 5 nimepanda miti. Kupitia hawa ng'ombe nimejenga pia nyumba ya kupangisha ambayo ina milango ya biashara, milango 7, lakini ina vyumba vya kuishi ambavyo ni serve vyumba 11. Kwa hiyo najua kwamba hiyo sasa ng'ombe wamenipa pensheni ya uzeeni, kwamba itafika muda nitakosa nguvu, lakini wameniwekea mradi ambao utaweza kunisaidia. Lakini pia mradi huu sitamani upotee, kwa sababu mimi ulinitoa katika mazingira magumu sana. Mimi nilikuwa ni mkulima wa jembe la mkono. Uwezo wangu wa kulima ni eka 1. Kwa hiyo eka 1 hiyo unapata gunia 6. Na katika gunia 6 maana yake hizo gunia 6 zikutunze we mwaka mzima, chakula pamoja na mahitaji mengine yote. Kwa hiyo nina uheshimu sana huu mradi. Sasa hivi nina miaka 57. Lakini katika miaka 57 sijauacha na sijazeeka kama mnavyoniona. Sitamani pia watoto wangu wahangaike kutafuta nini ajira. Yaani pamoja wanafanya mambo mengine, lakini kila mtoto nilimpa nini? Ng'ombe. Kwa hiyo watoto wawili wanafuga nini? Ng'ombe. Na wao wenyewe kwa sababu hao ng'ombe wamewasomesha, kwa hiyo wanawathamini, wanawajali. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba mimi ikifikia mwisho nimechoka, kwamba huu mradi hautapotea, utaendelea, watoto watauendeleza wakiwa nyumbani kwao, sio hapa. Sasa hivi nina uwezo wa kuvaa ninachotaka. Nimesomesha watoto kwenye shule za private, lakini hawa ng'ombe ndio wamesomesha. Sina mradi mwingine. Mimi hawa ng'ombe ni sawa sana mfanyabiashara anayefungua duka asubuhi, jioni anafunga. Tena yeye hana mkataba na mteja, lakini mimi nina uhakika kwamba asubuhi pesa, yani ninapokamua na hesabu pesa, jioni na hesabu pesa. Kwa hiyo nina uhakika na ninachokifanya kuliko mfanyabiashara wa duka, kwa sababu hana mkataba na kwamba mtu ataingia kununua au hataingia. Mimi wakati naanza huu mradi, mume wangu ndio alikuwa kikwazo namba 1. Aliniambia, sasa mama, umeamua kuingiza matatizo kwenye hii nyumba. Yaani alikuwa anaangalia ugumu wa kazi. Lakini tulipoanza akaona kumbe kazi sio ngumu. Tulianza tukiwa wawili. Ng'ombe 1, ng'ombe wa 2, ng'ombe wa 3. Tulipoona ng'ombe wa 3 tukaanza kutafuta sasa visaidizi, nyenzo za kutusaidia. Tukanunua mashine ya kukatashia majani ili kwamba tusikate na panga hawa ng'ombe. Baadaye tukanunua fyekeo ambayo tulikuwa tunafyekea majani. Maana mara kwanza tulikuwa tunatumia zile siko unainama hivi. Umeona? Lakini baadaye tukatafuta lile fyekeo. Ukisimama eka siku 3 mmemaliza. Lakini baadaye mwaka jana tukanunua pia ile mashine ya kukata sasa ambayo inatumia mota. Kwa hiyo wewe ukiwasha tu basi unaenda inakata eka 1 siku moja mmemaliza. Kwa hiyo tulitafuta vitendea kazi. Lakini hata hivyo tuna mpango sasa. Ukiangalia huko nyuma kuna umeme ambao umeingia kujitegemea zizini tu. Kwamba tuna mpango sasa tutafute mashine za kufanya nini? Za kukamua. Ndio maana nakuta hili banda kubwa na wale ndama wapo, kwamba nahitaji kuongeza nini? Uzalishaji zaidi. Lakini sitaweza kuwakamua kwa mikono. Kwa hiyo mpango wangu ni kutafuta mashine ya kukamulia. Ndio mpango wa baadaye. Wanawake tunaweza. Yaani tunaweza, tena bila kuwezeshwa. Tunaweza. Yaani uwezesho ni usaidizi. Lakini akili yako kwanza iruhusu akili ikubali kwamba naweza. Mimi kama nisingeruhusu akili ikubali kwamba naweza, ningekata tamaa
kwa vile mume wangu alikuwa ananishawishi kwamba hii kazi ni ngumu, hutaweza, sijui. Mimi nikamwambia baba, hebu niache. Hawataacha ng'ombe afie kwangu. Wakiona nashindwa, watabeba ndama wao, wataondoka naye. Kwa hiyo niliruhusu akili yangu ikubali kwamba mimi naweza, kwa sababu mimi sio mlemavu. Kwa sababu mimi yani viungo tu vimetofautiana na mwanaume. Lakini sisi wanawake ni viumbe tulioumbwa sawa sawa na wanaume. Mungu alituumba sawa. Lakini ile tu kwamba kukata tamaa, naweza, hii ni kazi ngumu. Yani tunaweza. Kubali akili, kubali kwamba unaweza. Akili kubali, hakuna ambacho cha kukushinda. Ndio maana sasa hivi unakuta kwamba wanawake wanaendesha masemi, wanawake wanaendesha magreda, vitu ambavyo wanawake walikuwa hawafanyi. Yule mwanamke akili yake alielekeza kukubali kwamba anaweza. Mimi naishukuru serikali. Namshukuru sana rais wetu kwamba mimi naamini amekuwa kipaumbele, kwa sababu mimi naamini kabisa mtaalamu akiwezeshwa, kwamba mimi mfugaji nimewezeshwa. Ndicho ninachoamini. Wataalamu wetu wamewezeshwa. Wamepewa pikipiki watembee waje kwetu. Kwamba huo ni uwezesho. Mimi yani nikimpigia mtaalamu simu, asipokuja mimi nagombana na mtaalamu, kwa sababu ninajua kwamba amewezeshwa chombo cha kuja cha kufika kwangu. Ninajua hiyo. Kwamba au kilimo au mifugo. Kwamba hiyo tunaishukuru serikali. Lakini pia tunaomba sasa kwenye mambo ya pembejeo, kwenye madawa. Huko sijajua kama mkono wa serikali umeingia kwa ajili ya ruzuku, kwamba tunaomba kama haijaingia huko kwenye ruzuku, basi angalau kwenye kilimo sina shida, ila kwenye mifugo, kwenye ruzuku hasa ya uhamilishaji. Kwa sababu sasa hivi uhamilishaji ni 30,000. Sasa mtu 30,000 unatoa mara moja. Ng'ombe hajashika mimba 15. Maana yake 40 ngapi? 45. Ng'ombe hajashika mimba la pili, la tatu sijui 15. Umeona? Sasa ile mtu anaona kwamba ni gharama, anaamua tu apandisha hata dume ambaye hana sifa. Umeona? Hasa kwa wafugaji wale ambao ni wadogo wanaanza. Sisi ambao tulianza muda mrefu hatuna shida. Umeona? Hatuna shida kwamba yani sioni hiyo gharama, lakini anayeanza anaona kama ni gharama. Kwa hiyo matokeo yake anatumia tu kidume ambacho hakieleweki, yani hana historia ya huyo dume, anatumia hicho kidume. Kwa hiyo unaona kwamba yani uzalishaji hauongezeki kwenye maziwa. Kwa sababu ukichukua kidume hakieleweki ukapandisha kwenye ng'ombe wako, kwamba nusu inatoka kwa mama, nusu inatoka kwa baba. Sasa utakapokuja unakuta ng'ombe wako alikuwa na maziwa labda mengi. Anakuja ndama naye zaleo unakuta kwamba ameshusha nini? Ameshusha kiwango. Lakini wengi wanashindwa kwa sababu kwenye uhamilishaji kwa kweli gharama ni kubwa. Na ninawashukuru sana wataalamu, kwa sababu wakati tunaanza sisi tulikuwa sawa na watoto wachanga. Lakini walitusababisha tukue. Mpaka sasa mimi namfahamu ng'ombe, yani namfahamu ng'ombe. Umeona, kuliko hata wale wasomi wa chuo kikuu. Mimi namfahamu ng'ombe. Kwa sababu ng'ombe ninaishi naye. Kwa hiyo ng'ombe yani hata nikiona dalili najua huyu ng'ombe, hii dalili itakuwa ndigana baridi. Ila tu nimwite daktari aje athibitishe. Na daktari akija anakuambia huyu ng'ombe ndigana baridi. Kwa hiyo maana namfahamu ng'ombe tayari. Kwa hiyo namshukuru Mungu, wataalamu wametufikisha hapa tulipo. Ni juhudi za wataalamu. Peke yetu tusingeweza. Faida moja hapo ambayo nimepata kwenye ng'ombe ni kupata nishati ya biogas. Kwamba miaka ya nyuma lazima uende polini kakati koti. Maana unatoka shambani, jembe begani, mtoto mgongoni, kuni kichwani, mimba tumboni, yaani vyote vinakuhusu wewe mwanamke. Lakini sasa hivi swala la kubeba kuni kichwani halipo. Ni mtoto mgongoni basi. Na imesaidia sana kupunguza ukataji wa miti. Kwa sababu huu mtambo, yani ukilisha asubuhi ndoo zako mbili, ukishakorogea biashara imekata wewe. Ukitenga chungu chako kule cha maharage,
Wewe weka tu maji ambayo unajua kwamba haya maji nitakaporudi yatakuwa hayajakauka. Ukirudi maji yameiva. Haina kuchochea. Na ile biashara ya mimi ukiniuliza saa hizi, kwanza hata ukitumia mimi mtungi wa gesi za nani sijui. Mtungi wa gesi za dukani sijui. Kwamba watoto wangu tu wakati wanasoma chuo ndio walinunua mitungi. Saa hizi ipo tu inazagaa ndani mwa hata haifanyi kazi. Kwa sababu mimi maisha yangu ni hii Balgis. Ndio maisha yangu. Kwa hiyo asubuhi unaweka ndoo zako 2 za samadi, ndoo 2 za maji, unachanganya, unaruhusu, kinaenda. Kinachotakiwa huu mfuniko ukae hapa juu. Kwa mfano asubuhi kisharoweka. Asubuhi tunaroweka. Kisharoweka tunafunika. Kishafunika kama hivi mchana umerudi, unakoroga, unaruhusu. Unaenda. Kishaenda basi. Sasa hiki kinyesi kinachoingia leo kinaanza kufanya kazi siku 50. Kwa hiyo maana yake ukifanya uzembe leo kulishia mtambo, itakapofika siku ya 50 kule moto unapungua. Sio kwamba unaisha, ila unapungua. Kwa hiyo maana yake sio kwamba kila siku lazima ulishe, kila siku kuna siku natinga, si ndio? Kwa mfano Jumapili mara nyingi mtambo, lakini sikukosi moto kabisa. Inapofika siku ya 50 ya ile siku ambayo tukulishia, kwamba kule moto unapungua. Kwa hiyo maana yake mtambo kama unaulisha, unautunza ipasavyo, una uwezo wa kupiga kazi masaa 8 bila kupumzika. Kwa hiyo sasa wewe masaa 8 utakuwa unapika mimi sana. Maana yake moto unajilimbikiza. Na hizi bustani unazoziona ndio zinatumia sasa mabaki yake. Mabaki ambayo yanabaki kishajaa kule tunachota, tunamwaga humo. Tunapanda mboga, tunapanda vitunguu kama unaona vitunguu saumu vimestawi pale. Ni haya mabaki yanatoka kwenye mtambo pale. Naingia wakati wa masika, mvua wakati inanyesha imejaza maji. Kwa hiyo maji yakikata kwenye bomba, ng'ombe hawana maji. Maana tunaweka mpira hapa, maji yanaingia kwenye banda la ng'ombe. Lakini pia kwamba haya maji yanaweza kaisha. Kwa hiyo tumetafuta kila mbinu ya kuhakikisha kwamba ng'ombe wanapata maji. Tumechimba kisima pale, tumeweka pampu na mota inavuta maji. Kwa hiyo hayo maji, yani hapa ni maji, kuna maji ya bomba, lakini kuna maji ya kuvuna, na maji ya mota. Yani hayo yote ili ng'ombe asikose nini? Maji. Na hatutaki kwamba ukafuate maji mtoni au upate tabu. Tulianza huko, lakini ng'ombe mwenyewe ametufanyia haya. Kwamba hili tenki amejenga ng'ombe, kisima amechimba ng'ombe, mota amenunua ng'ombe. Kwa hiyo amejifanyia mwenyewe mazingira ambayo yatamsababisha apate maji ya kutosha. Kwa majina naitwa Florian Pius Mgeni, jina maarufu Iselembu. Na hapa eneo naona hili ndio linaitwa jina la Iselembu. Nimeanza kufuga hapa ng'ombe mwaka 2018 nikiwa na ng'ombe 6 wa maziwa. Nikafuga ng'ombe wa maziwa, nikaona kidogo maziwa uzaji wake ni wateja kidogo ni wanusumbufu kidogo, nikabadilisha. Nikaingia kwenye kutafuta ufugaji wa ng'ombe wa wanyama. Nikaenda kutafuta Mbeya kwa bwana EF pale. Nikapata ng'ombe 12. Majike
12, dume moja. Nimezalisha hapa mpaka saizi na ng'ombe wa nyama fikao 140. Na kati ya walifika 180, ng'ombe 40 vidume nimeuza kwa majirani wote wa masista hapa Limwa, na wengine majirani wote hapa wamepata vidume. Kwa ng'ombe wa nyama umefuga miaka 2 unauza milioni 2. Vidume vyenye miezi 8, miezi 7 nimeuza milioni 1. Na mpaka saizi mahitaji wanaohitaji au ng'ombe wa nyama aina bora ni wateja ni wengi sana. Hata kama ina miezi 7, ng'ombe ndama na miezi 7 watu kwa milioni wanalipa. Faida ndio niliona kwenye ng'ombe wa nyama. Mpaka saizi nimeuza kwa majirani hapa kijiji cha Mtila hiki na shirika Limwa na kata ya Luponde. Wameacha kuchukua vidume na wengine wametoka Uwemba. Wamekuja kuchukua vidume hapa. Mpaka saizi tunaona vidume vimepungua, vibaki vidogo wakubwa wote wameshachukua, na bado nina oda kama vidume 20 hivi. Nizalishe ng'ombe wa nyama, yani kama ng'ombe wa nyama kama 500 hivi. Mimi nikifika ng'ombe na 500 niweze kuwa na nifunge bucha. Kwa sababu sisi kwetu kama kanda ya huku ng'ombe tunaenda kuchukua ubaruku. Nyama ni adimu kijumla. Kwa hiyo mama nifuge tu tunapata nyama jirani huku. Baada nilipopata changamoto wa ng'ombe wa maziwa kuonekana chanzo kabla ni josho. Kwa hiyo nikamuona mtaalamu pale anaitwa Kimisi pale halmashauri, kaja akaelekeza hapa, akasimamia mwenyewe mpaka likaisha. Baada hapo nikaambia wananchi wote wa kata ya Matola hatuna josho. Asilimia kubwa wanategemea josho hili. Changamoto ya hapa ninayoipata sasa hapa ni malisho, ambayo eneo ni kubwa sana tunalo, lakini tuna nyasi aina moja. Lakini nimeomba kwa afisa wetu wa kilimo, tumesema nyasi nitapata. Mimi nimetumia mbinu ya kusaga silage. Nalima mahindi, kisha lima mahindi na nimenunua mashine na saga. Ndio chako kama mkiona mundani una silage na nini, na nyasi nyingine nilichukua Mbeya. Katika shughuli zangu za ufugaji natengeneza chakula aina ya silage. Silage hii nimelima mahindi eka 10, eka 20, ninakisaga na zikifundika namna hii. Unaweka karatasi pembeni, unajaza chakula, unakishindilia. Mchanganyiko wake humu tuna mahindi, tuna molasses, tuna chumvi, tuna unga ule ambao ni sembe. Ile au tuseme nyingine dona, ile kwa ajili ya kukausha. Yaani ukisha saga unamwaga ile maji ya kausha yale ya mahindi yale, yanakuwa bado mabichi. Kwa hiyo hapa mpaka saizi nilivyoweka hapa nimeweka tani 20. Ambao ziko katika mahindi eka 10 nimepata tani 20. Ziko dozo tumezundika hiki hapa, ndio sasa kinatusaidia kulinda kulisha ng'ombe. Hata kama nachukua nyasi Mbeya bado na hiki kinasaidia. Kwa hiyo ukiangalia saizi ng'ombe zote wako ndani. Kwa hiyo kutoka mwezi huu wa 7, wa 8, wa 9, wa 10, wa 11 wanakula ndani tu. Maana wengine wanasema wewe utafugaje ng'ombe 500 watakula nini? Mbona nyasi mbona hamna? Naambia kazi yangu kubwa ni na ninazidi kuongeza. Mwaka huu nataka nipige eka 40 na chumba cha silage naongeza. Ni yani mwaka unaokuja hata kutoka mwezi wa 7 mpaka 12 ziwe ndani hata ng'ombe 500. Ila nikipata umeme hapa pote hapa naweka ni mashine kubwa. Nishaliona pale na 8 pale. Yaani unamwaga hivi mara moja kimeenda. Hiki ni chakula tunasema cha ziada kwenye ng'ombe. Ina maana ndani tumeweka pumba ya mahindi, tuna pumba ya mpunga, tuna mashudu na store ya madini joto na mahindi yaliyobarazwa. Ili ng'ombe apate chakula zinaende vizuri, kuna vitu vya kuchanganya. Kwa hiyo mpaka kama tulisha kilo 100, tunachanganya mahindi kilo 50, pumba ya mpunga kilo 10, mahindi yaliyobarazwa kilo 10, mashudu kilo 22, chumvi kilo 1, unaita chokaa kilo 3, tunakuja mifupa kilo 2. Jumla utakuwa umepata kilo 100. Kwa hiyo unachanganya kile chakula unalishia ng'ombe. Kwa hiyo utaona anaenda ng'ombe vizuri sana. Kwa majina ninaitwa Daniel Mbata. Mimi ni afisa mifugo wa halmashauri ya mji Njombe, lakini ni msimamizi wa kitengo cha malisho kwa halmashauri ya mji wa Njombe. Hapa tulipo ni kijiji cha Mtila, kata ya Matola, halmashauri ya mji Njombe, na tupo kwenye shamba la Florian Mgeni
ambaye ni mfugaji wetu hodari wa mwaka huu 2024. Tumemwandaa kwa ajili ya maonyesho ya Nane Nane na yeye ndio ameibuka kidedea kwa halmashauri ya mji Njombe. Sisi tunashirikiana na wafugaji kwa maana ya kutoa elimu. Shughuli ya kwanza kwenye ufugaji ni malisho. Ukishaamua kuwa mfugaji, basi jambo la kwanza la kulifanyia mipango ni malisho. Ukiwa na malisho ya kutosha, una malisho mchanganyiko, basi shughuli ya ufugaji inakuwa ni nyepesi. Kwa hiyo kama tulivyosikia mfugaji wetu akizungumza, ni kweli kuna changamoto ya malisho, kwa maana kwamba eneo lipo la kutosha, lakini malisho bado hayajaboreshwa. Kwa hiyo sisi kama halmashauri tumesikia hicho alichokisema na tunaweka mikakati sasa ya kutatua tatizo la malisho. Na tatizo hili linatatulika kwa sababu tayari mfugaji wetu ana trekta. Kwa hiyo atalima, lakini sisi halmashauri kazi yetu ni kutoa mbegu lakini na utaalamu wa namna ya kupanda. Kwa Njombe tuna aina 3 za malisho aina ya nyasi ambazo ni nzuri na zinastawi vizuri. Aina ya kwanza ni nyasi aina ya Rhodes. Nyasi ya pili tuna nyasi aina ya Congo Signo au Bracalia, lakini na aina ya 3 ni Setalia. Hizi zote tukizipanda Njombe zinastawi vizuri na ni malisho mazuri kwa ajili ya mifugo na yana virutubisho vya kutosha. Lakini pia tuna nyasi nyingine, aina nyingine ambayo tunasema ni nyasi za akiba. Tuna majani tembo, wengine wanaita elephant grass, lakini pia tuna Guatemala. Haya tunayapanda kwa ajili ya kusaidia kipindi cha kiangazi. Wakati zile aina 3 tunakuwa tumezivuna, tumehifadhi, basi hizi zingine tunazikata zikiwa mbichi ili wanyama wapate nyasi kavu pamoja na mbichi. Kwa hiyo kwa kifupi, changamoto hii tunaimudu na tutaitatua bila shida. Hiyo ni kipengele cha kwanza cha malisho. Kipengele cha pili ni tunashirikiana na wafugaji kuhakikisha changamoto za magonjwa, udhibiti wa magonjwa. Hiyo ni kazi yetu sisi wataalamu. Tunahakikisha kwanza wafugaji wetu watambue kwamba mifugo hii inahitaji kupewa chanjo, lakini pia kwenye kudhibiti hasa magonjwa ya kupe tunatumia njia ya kuogesha. Kwa hiyo hapa tulipo mfugaji wetu ana josho, amejenga mwenyewe kwa nguvu zake, na sisi kama halmashauri tulitoa tu utaalamu namna josho linatakiwa lijengwe vipi na uchanganyaji wa dawa. Hayo tumeshirikiana na mfugaji wetu. Ana chumba maalum, amekitengeneza vizuri, anatengeneza silage kwa ajili ya kumsaidia wakati wa kiangazi. Kwa hiyo kama tulivyoona chakula cha akiba anacho, japokuwa sio kingi, lakini ni kitu ambacho amekifanya cha pekee, na wageni wengi waliofika hapa basi wamempongeza kwa hilo. Ni kitu cha tofauti kulinganisha na sehemu nyingine. Hata sisi wataalamu tunajivunia kwa sababu ameweza kufanya kitu cha pekee. Kuhusiana na utaratibu wa dawa za kuogeshea majosho, kama halmashauri tuna majosho ambayo yamejengwa na serikali kwa kushirikiana na wizara, na utaratibu ili josho liweze kupata dawa za kuogeshea lazima liwe na kamati. Hiyo kamati lazima ihusishe kikundi kile cha wafugaji wote. Kwa hiyo kwa majosho yale ambayo yamekizi vigezo vya kuwa na kamati, yanapata dawa ya ruzuku kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Kwa majosho yale ambayo yamejengwa na mtu binafsi, sasa tupo kwenye mazungumzo. Kama huyo mtu binafsi ataruhusu iundwe kamati, basi hilo josho na lenyewe litapewa dawa. Kama hataruhusu kamati iwepo, basi inakuwa ni ngumu kwenda tofauti na mwongozo wa serikali.